Idadi kubwa ya Wakenya wanaaminika kuwa na ugonjwa wa kisukari ijapokuwa bado haijagundulika. Kulingana na takwimu ya Wizara ya Afya nchini, takriban Wakenya milioni 2 wanaishi na ugonjwa wa kisukari bila kujua au wako kwenye hatari ya kupata ugonjwa huo. Wito ukitolewa kwa wananchi kuzingatia vipimo vya mara kwa mara ili kusaidia kudhibiti ugonjwa huo. Ugonjwa wa kisukari ni mojawapo ya magonjwa yanayoathiri idadi kubwa zaidi ya watu nchini na duniani kwa ujumla. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini, zaidi ya Wakenya 800,000 wanaishi na ugonjwa wa kisukari, huku ikiaminika kuwa kunao wengi ambao bado tayari wana ugonjwa huu lakini bado haijagundulika. Usually need to be tested from the facility where you are checked on the random blood sugars levels to see whether they are normal or they are high. For example, you are taking the blood sugars and they are more than 11.1 millimoles per liter. And you have the signs, you are the candidate of the diabetes. Kulingana na mtaalamu wa afya John Monyoki, vipimo vya mara kwa mara dhidi ya kisukari huweza kusaidia pakubwa kudhibiti ugonjwa huu, akibaini kuwa kiu cha kupindukia, kuenda haja ndogo mara kwa mara, pamoja na uchovu na udhaifu wa mwili bila sababu ni baadhi ya dalili za ugonjwa huo. You take issue of the diet, issue of taking highly sugar foods can predispose you into sugars in the diabetes, and also it can also, when you take excess alcohol, it's one of the risk factors, and also you can also inherit the diabetes from. There is what you call, in a simple language, you say there is excessive thirst. And also, in the night you experience a lot of passing urine during the night. And also sometimes people may have weight loss, others may have weight gain, regardless of the status. But those are the cardinal signs you have the diabetes. Amesisitiza umuhimu wa lishe bora ili kuepukana na ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari na mafuta mengi, kujiepusha na unywaji wa pombe kupita kiasi, pamoja na mazoezi ya mara kwa mara. To check on the diet, what you take, because some of the foods expose yourself to the diabetes. So the eating habits, it has become an issue in the lifestyle. So you need to check on the issue of eating and diabetes, and also you should avoid some things like taking the alcohol, and also taking high sugar foods. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.